tusimame kidogo, tupumue na tufurahi, si kwa sababu kila kitu kipo sawa, bali kwa sababu ya ahadi ya Mungu iko karibu kutimia. Na hivi furaha ya leo ni furaha ya matumaini ambayo kila mmoja wetu anaalikwa afurahi. Na hivi basi, katika furaha hiyo tunaungana na vijana wetu waliopokea kipaimara ambao wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupokea sakramenti hiyo ya kipaimara, na hivi waendelee kuimarishwa katika Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, pale ambapo tulishindwa kutimiza wajibu wetu kama Wakristo, tulishindwa kuwa wenye furaha kwa matumaini, tumuombe Mwenyezi Mungu kibali cha kuadhimisha ibada ya misa hii takatifu. Na muungamia Mungu mwenyewe ninapotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana ya kuomba Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie na kusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana sisi taifa lako, tukingoja kwa imani sikukuu ya kuzaliwa kwake Bwana, tunakuomba utujalie kuifikia hiyo sherehe kubwa ya wokovu wetu na kuadhimisha daima kwa ibada kuna furaha. Naomba hayo kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Roho
10. Nyika na mahali paliko ukiwa patafurahi. Jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Litachanua maua mengi na kufurahi. Watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kilema ataruka kama kulungu. Hilo ndilo neno la Mungu. Kuishika kweli milele, kuwafanyia hukumu walioonewa, kuwapa wenye njaa chakula. Bwana huwafungua waliofungwa. Bwana huwainua walioinama. Bwana huwapenda wenye haki. Bwana huwahifadhi wageni. Huwategemeza yatima na mjane, bali njia ya wasio haki huipotosha. Bwana atamiliki milele, Mungu wako, ee Sayuni, kizazi hata kizazi.
yangu. Amenituma kuwahubiri maskini habari njema. Haleluya, 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 haleluya. Awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yohane aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohane mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuambia makutano habari za Yohane, mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Tazama, watu wavaao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii? Nami nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii, huyu ndiye aliyeandikiwa haya. Tazama, mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako mbele yako. Amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika uzao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohane Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Neno la Bwana. Si kwa sababu kila shida, kila changamoto zimeondolewa, bali kwa sababu Kristo tumaini letu yuko karibu kuja kwetu, na hiyo ndio sababu ya msingi. Na furaha yetu tulio nayo ni furaha inayotokana na kuamini kwamba Kristo yuko karibu. Na furaha hii kadiri ya somo la kwanza tumeona ni furaha ambayo inatokana na ahadi ya Mungu. Mungu anawapa ahadi wana wa Israeli kwamba ninyi sasa mtakuwa na furaha, na kwa sababu nitawatoa katika utumwa wa dhambi, nitawatoa katika utumwa ule ambao walikuwa Misri wakiteseka. Lakini na ninyi leo mnaalikwa kuwa na furaha kwa sababu Kristo anakuja, atatutoa katika utumwa wa dhambi, si ndio bwana? Dhambi ambazo kila mmoja wetu ndani pengine ametenda. Kwa hiyo kuna dhambi ya wivu, dhambi ya choyo, dhambi ya kuto kuwaheshimu wakubwa. Kwa hiyo tunakuwa na furaha leo Jumapili hii kwa sababu Kristo anakuja na anatuahidia kwamba tutapata ondoleo la dhambi. Dhambi zile ambazo hata watoto wachanga, dhambi zile ambazo tumelisi kutoka kwa Adamu. Na kwa hiyo furaha hii ya kwanza
Furaha hii ya Jumapili ya leo inatokana na ahadi ya Mungu mwenyewe, sio mwanadamu. Na ndio maana Isaya ameongea kabisa kinagaubaga kwamba ninyi wana wa Israeli mtakuwa na furaha kwa kuwa nitawatoa toka utumwani Misri. Na anatuambia sisi kwamba ninyi wana wa Doronge mtakuwa na furaha kwa kuwa mimi nimekaribia kuja, ambaye nitawatoa kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Inatokana na ahadi ya Mungu. Lakini katika somo la pili tumeona furaha hii ya leo inatokana na uvumilivu, inatokana na subira. Kwa hiyo lazima tujifunze kuwa na subira, lazima tujifunze kuwa na wavumilivu. Haiwezi katokea tu saa 12 asubuhi na nini kila kitu safi, hapana. Kwa hiyo lazima uwe una subira. Hata wewe ambaye katika matatizo yako mengi ulionayo hapa duniani unamuomba Mungu daima, unaalikwa uwe na subira ili uweze kupata furaha ya kweli. Na furaha ya kweli inatokana na kuwa na matumaini. Injili inatuonyesha kwamba furaha ambayo leo tunaifurahia ni furaha ambayo inatokana na matendo. Inatokana na matendo. Ni lazima tutende matendo mema, ndipo ambapo tuwe na furaha. Na furaha hii ya matendo haituambii kwamba sasa una furaha kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Hapana, una furaha kwa kuwa umeamini, umepata tumaini la kuwa Kristo anakuja kutukomboa. Ndio maana tulikuwa tumeimba wimbo ule. Kwa hiyo kutoka kwenye kungoja sasa tunafurahi kwa sababu amekaribia. Tunafahamu ule wimbo, njoo Masia tunakungoja, njoo utuokoe. Masia tunaye ngoja anakuja, anatuokoa. Na ndio maana Jumapili ya leo tunakuwa na furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili ya sisi, akateswa na kifo chake, akazikwa, siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa wafu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye anayeabudiwa na kutukuzwa kanisa moja na ungano wa batizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele. Amina. Yesu alimsifu Yohana Mbatizaji kama mtu asiyepeperushwa kwa mikondo mbalimbali ya hewa. Maana yake Yohana alikuwa na msimamo wa kutimiza ujumbe kwa uaminifu kabisa. Utuimarishe tusiumbishwe na madhehebu yanayojitokeza siku hizi kama uyoga, bali tumfuate Yesu na Injili yake kwa msimamo thabiti. Bwana. Bwana sikia maombi yetu, Bwana utusikilize, twakuomba kwa wema wako tusikie. Utupe nguvu ya kushika imani inayotuhakikishia njia ya wokovu, ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana.
Bwana sikia maombi yetu, Bwana utusikilize, twakuomba kwa wema wako tusikie. Utusaidie kuwaonyesha wenzetu njia ya wokovu kwa kuwasaidia katika taabu za mwili na shida za roho. Bwana. Bwana sikia maombi yetu, Bwana utusikilize, twakuomba kwa wema wako tusikie. Utuangaze katika mashaka kuhusu imani yetu na kuhusu mwenendo wetu wa maadili. Bwana. Bwana sikia maombi yetu, Bwana utusikilize, twakuomba kwa wema wako tusikie. Waongoze raia nchini mwetu, wawachague wajumbe wa bunge bora watakaotunga sheria zinazozingatia haki na amani. Bwana. Bwana sikia maombi yetu, Bwana utusikilize, twakuomba kwa wema wako tusikie. Na kila mmoja wetu aongeze ombi binafsi. Bwana. Baba mwema, upokee maombi yetu kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Haleluya. Tuimani na miguu yote tusafishe. Tuimani na mizizi yote tusafishe njia ya kinyongo. Ndugu zangu, tusafishe njia moyo mmoja. Ndugu zangu, tusafishe. Ili sauti ya mtu yule aliaye kutoka nyikani, ili sauti ya mtu yule aliaye kutoka nyikani, itengenezeni njia ya Bwana na nyosheni mapito yake. Itengenezeni njia ya Bwana na nyosheni mapito yake. Na wote wenye mwili watauona Wokovu wa Mungu. Haleluya. wenye mwili watauona Wokovu wa Mungu. Haleluya. Tuizimani na mizi ya rushwa tusafishe. Tuizungeni na viboya rushwa tusafishe. Nia ya kinyongo. Ndugu zangu, tusafishe moyo mmoja. Ndugu zangu, tusafishe. Ili sauti ya mtu yule aliaye kutoka nyikani, ili sauti ya mtu yule aliaye kutoka nyikani, itengenezeni njia ya Bwana na nyosheni mapito yake. Itengenezeni njia ya Bwana na nyosheni mapito yake. na wote wenye mwili watauona Wokovu wa Mungu. Haleluya. na wote wenye mwili watauona Wokovu wa Mungu. Haleluya. Tusafishe. Tujenge upendo kwa jamii yote. Tusafishe nia ya kinyongo. Ndugu zangu, tusafishe nia moyo mmoja. Ndugu zangu,
ya kinyongo. Ndugu zangu, tusafishe nia moyo mmoja. Ndugu zangu, tusafishe. Hii ni sauti ya mtu aliye kutoka nyikani. Hii ni sauti ya mtu aliye kutoka nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana na nyoosheni mapito yake. Itengenezeni njia ya Bwana na nyoosheni mapito yake. Wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Haleluya. Wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Haleluya. Tusafishe nyumba za wachawi. Tusafishe. Tusafishe nyumba ya Mungu. Tusafishe nia ya imani. Ndugu zangu, tusafishe ndugu zangu, tusafishe. Hii ni sauti ya mtu aliye kutoka nyikani. Hii ni sauti ya mtu aliye kutoka nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana na nyoosheni mapito yake. Itengenezeni njia ya Bwana na nyoosheni mapito yake. na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Haleluya. wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Haleluya. Pasipo wewe Bwana hakuna nguvu kamwe. Nyoyo zetu dhaifu, shetani atufunga. Njoo Masia, njoo tunakungoja. Njoo Masia, njoo kutukomboa. Njoo Masia, tutoe utumwani, tutoe mashakani, tutamishe nguvu, tupate kuokoka. Njoo Masia, njoo kutukomboa. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu na pia kwa manufaa yetu sisi na kwa manufaa ya kanisa langu takatifu. Bwana, tunakuomba tukutolee daima sadaka ya ibada yetu. Sadaka hii itimize mipango ya fumbo takatifu na kuletea kweli wokovu wako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Pamoja na vitu vya enzi na miliki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Mtakatifu, 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 Mungu wa majeshi. Mbingu na ulimwengu kweli zimejaa utukufu wako. Zimejaa utukufu wako. Mbingu na ulimwengu kweli zimejaa utukufu wako.
ajili kwa nguvu ya Roho wako liwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena na aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima, kikombe cha wokovu, na kushukuru kwa kuwa wazazi mbele yako na kutumikia pia na kusikia kwa unyenyekevu, ili tushike binadamu na Kristo kusanywa na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako linapo duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Vitalis Msimbe na wakilelo wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako, na kuomba tuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mama wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, tusali ushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Tukionywa na mafundisho yake Yesu mwenyewe, tunathubutu kusema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wasiotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Bwana, nakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, tudi kwa msaada wa huruma yako, tuokoe daima na dhambi, wala tusadhaishwe na jambo lolote, tunatazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amani tena amani yangu nawapa, usizame dhambi zetu, maana kanisa lako tuendelee amani na umoja, kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani ya Kristo. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
na kuinywa damu yake, ukawa ndani yake Kristo na kitu ndani yake. Utuondolee dhambi zetu na neema zako hizi zituweke tayari kuadhimisha sikukuu zijazo. Naombayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.